Habari za mchana waandishi wa habari. Na habari za mchana wa Tanzania kokote mliko. Nataka na tumekusudia kama chama kusema mbele yenu mambo matatu. Jambo la kwanza, tunawaalika Watanzania wote kokote waliko kesho mahakamani kusikiliza kesi ya kiongozi wetu Tundu Lissu. Na tunawaomba jeshi la polisi na vyombo vya dola vya Tanzania wasifanye fujo kwa mtu yoyote, kwa sababu makusudi yetu ya kuja kwenye kusikiliza kesi ya kiongozi wetu ni makusudi ya amani, kwa sababu hii ni kesi iko kwenye mahakama ya wazi na sheria zetu kifungu cha 186, kesi inapokuwa kwenye mahakama ya wazi ni kesi kwa ajili ya public na public isikilize. Hii ni kesi kubwa, ni kesi yenye public interest, ni kesi ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo hatutaki ifanyike gizani. Tunahitaji hii kesi iwe wazi kwa kila mtu, vyombo vyetu vya dola vikae pembeni, na tunaiomba mahakama itoe spika nje, Watanzania wapate nafasi ya kusikiliza. Watakao kosa nafasi wasikilize kinachoendelea ndani ya mahakama, kwa sababu Lissu ni kiongozi mkubwa wa upinzani na huwezi kumtry kama unatry tu mtu ambaye amefanya kesi ya uhalifu wa kuku. Na itashangaza sana kama hawa watu watakuwa wamekosa tolerance. Nimemsikia Charamira, ndugu Charamira, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, anaongea, anapiga kifua. Nimemsikia RPC Mliro anapiga kifua. Mahakama sio sehemu yao, hawezi kuipangia mahakama nini ifanye. Mtakumbuka kesi ya kina Mandela ya Livonia trial, hata makaburu weupe waliruhusu watu weusi wasikilize kesi ya viongozi wao. Haiwezekani nchi yenye uhuru miaka 63 leo viongozi weusi wenzetu wamkamate mtu ambao wamemwekea uhaini wa kisiasa, kujaribu kumnyamazisha kwa misimamo yake ya kisiasa, halafu wazuie hata wanaompenda kuja kusikiliza. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini juu ya hilo pia tunaitaka serikali na tunamtaka Rais Samia aiondoe hii kesi mahakamani, wamfutie Lissu kesi ya uongo ya uhaini, kwa sababu Lissu sio muhaini. Huwezi kufanya uhaini kwa raia ambaye hajawahi kuwa mwanajeshi, hana kikundi chochote cha kijeshi anachokiongoza. Hawawezi kuithibitisha popote. Mwisho wa siku itakuwa kesi kama ya Freeman Mbowe. Lissu arudi mtaani, tuendelee na shughuli zetu kama zilivyopangwa. Kwa hiyo hilo linahusiana na kesi, na tunasisitiza wanachama wetu na Watanzania wengine wote waje mahakamani. Jambo la pili ni operation yetu ya no reforms no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Itaendelea kama ilivyopangwa kuanzia tarehe 3 mwezi Mei, na tutakuwa na timu mbili kama zilivyokuwa awali. Timu moja itaongozwa na katibu mkuu na timu nyingine nitaiongoza mimi. Tutaendelea na operation kuanzia kanda ya kati, kwa maana ya mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida kuanzia tarehe 3. Baada ya hapo tutaendelea na mikoa ya kanda ya magharibi, Katavi, Kigoma na mikoa mingine ya kanda magharibi. Na katika hilo tumeona dalili za kuanza vitisho katika kujaribu kuzuia operation hii isiendelee. Ndio kama kile kilichojitokeza jana, ambapo sisi tuliandika barua tarehe 16 ya kuwataarifu polisi juu ya mikutano yetu. Tumefanya maandalizi kwenda Kariakoo kuzungumza na Watanzania ambao pia wengi wana matatizo. Tulipofika eneo la mkutano,
polisi wakaja na barua kutuzuia eneo la tukio. Tumewapelekea barua siku 6 zilizopita. Jana tarehe 22 tukiwa kwenye eneo la tukio wanakuja kutuzuia. Wamefanya fujo, wamenikamata mimi, wamekamata walinzi wangu. Wameondoka na sisi, mimi na pamoja na katibu wa idara Elizabeth Mambosho. Wamezunguka na sisi kwenye gari. Wametuambia kwanza tumeenda kituo cha polisi Msimbazi, wametuchukulia pale kwenye gari ya Hilux. Wametoka na sisi, wamepita uko na jam sana. Wakatuelekeza kwamba wanatupeleka kituo cha polisi Central. Tumefika Central, wakakunja wakaingia barabara ya mwendo kasi. Tumekwenda mpaka Kisutu, wakaoda ving'ora vyote vya magari tulivyokuwa navyo vizimwe. Tukashika hiyo barabara ya kuja kama tunakuja Jangwani, tukapita kwenye mwendo kasi. Nikajua labda wanatupeleka Mburahati. Tumefika Magomeni hapo, wakakunja, tukaingia kama tunakuja makao makuu ya zamani Kinondoni. Wakaingia Mwananyamala, wamezunguka na sisi, wamekuja kutudrop saa 2 usiku barabarani. Sina simu, sina pesa, sina mawasiliano, wametushusha barabarani. Dae nakuja kuona taarifa ya Muliro, anasema kwamba polisi hawakutukamata. Sasa nyie jiulizeni, kama mimi ni kiongozi wa chama, nimekamatwa mchana, vyombo vya habari vikiwepo, Watanzania wakiwepo, picha zimeonekana nikiwa kituo cha polisi Msimbazi. Tulikuwa na watu wa Jambo TV na baadhi ya watu tuliongozana nao kwenda pale. Ghafla polisi wanasema hawajanikamata. Lengo lao kutoa hiyo kauli ni nini? Hili ni swali ambalo linahitaji kujibiwa. Wakati huo huo, RC anasema wako na mimi, RPC anasema hawako na mimi. Toa huyu anasema hivi, inawezekana ni kila mtu anaongoza section yake. Kwa sababu kama RC anasema wako na mimi, RPC anasema hawajanikamata, ni message gani anayoipeleka kwa Tanzania? Kwa hiyo hili la kukamatwa mimi ni sehemu ya vitisho vya kutuzuia kufanya kazi yetu, lakini lazima tufanye kazi yetu. Jambo la mwisho, tunaunga mkono tamko la viongozi wa dini walilolitoa wakati wa Pasaka. Tunaunga mkono tamko la shura ya maimamu walilolitoa wakati wa Idi, wote wakiunga mkono msimamo kama wa kwetu wa kusema mabadiliko yanahitajika kwenye nchi hii ili uchaguzi ufanyike ambao ni huru, haki, wa wazi, ili kuwapa Watanzania viongozi wanaowastahili kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 8. Serikali itatokana na wananchi. Lengo kuu la serikali CMB itakuwa ni ustawi wa watu, na serikali itawajibika kwa watu. Ukiondoa uchaguzi ambao haujatokana na wananchi, hiyo serikali itakuwa sio ya watu, hiyo serikali haitawajibika kwa watu, na hiyo serikali haitakuwa na malengo ya kustawisha watu, kwa sababu itakuwa ni serikali ya kikundi cha watu. Na ndicho tunachoamini kwamba sasa hivi kuna state capture. Dola lililoshikiliwa kikundi cha watu linafanya maelekezo ya watu. Kama dola ni ya wananchi, lazima waruhusu wananchi kwa kura zao waiweke, ili iweze kuwajibika kwao na iweze kuleta ustawi. Sasa katika hili tunaendelea kusisitiza. Mimi nilikuwa na katibu mkuu wetu, tulikuwa miongoni mwa watu 5 tulioenda kuonana na Rais Samia tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2022. Alituahidi Ikulu Chamwino Dodoma kwamba serikali yake haitafanya mambo yaliyopita ya serikali zilizopita. Reform, rebuild. Anaposema rebuild, ina maana anatambua kuna ujenzi uliokuwa umefanyika, sasa umebomoka, anataka kurebuild, kujenga upya. Lissu kesi ya uhaini, mkosoaji wako namba 1, chama kikuu cha upinzani, chama kinachoungwa mkono kuliko vyama vingine vyote nchi hii, chama chenye mtandao
pengine kuliko CCM, kwa sababu ukitoa mtandao wa kiserikali wa CCM haina competition yoyote na sisi kwa wananchi, kwa sababu sisi tunaungwa mkono na wananchi ambao ni organic. Ndio maana ukienda kwenye mikutano ya CCM utakuta wana CCM wanahutubiana. Actually wanapaswa kufanya vikao vya ndani, kwa sababu wanasomba watu kutoka Tarime, wanaoleta Bunda, wanahutubia. Wakienda Tarime tena wanasomba hao wa Bunda waliohutubia jana, wanapeleka Tarime. Wakifika tena Tarime wanasomba, wanapeleka Serengeti. Sisi tunahutubia watu wa eneo husika pale tunapokuta organic. Hakuna chama kinachokubalika kama sisi. Kuhusu resilience, rais anapaswa kuwa na resilience na uvumilivu. Reforms ambayo alituahidi tarehe 20 mwezi wa 5.